Bao la dakika 45 plus 2, yani dakika mbili za muda wa nyongeza wa kufidia muda uliopotea kwa sababu mbalimbali kwenye kipindi cha kwanza, ndio muda ambao Simba walipata bao pekee lililowekwa wavuni na Jasha Ahua kwa free kick ambayo ilikwenda moja kwa moja bila kuguswa. Mwisho wa siku Simba wakapata ushindi safi wa bao moja bila, na hivyo kutanguliza mguu kwa kiasi fulani wa kwenda katika fainali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu 2024-2025. Ushindi huo wa Simba ni dhidi ya Stellenbosch kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, ambao kwa kiasi kikubwa unaweza kusema Simba hawajajitendea haki, kwa sababu kiwango alichokionyesha leo hii wakitawala mchezo kuanzia dakika ya kwanza mpaka mwisho wa mchezo chini ya kocha Faldu Davids, Simba pengine walistahili kupata ushindi wa mabao zaidi ya moja, lakini mwisho wa siku wamepata bao hilo moja ambalo bado linaipa nafasi kubwa ya kusonga mbele, kwa sababu katika mechi ya marudiano itakayochezwa Aprili 27, manake Simba watakuwa na matokeo mengi ya kuwawezesha kusonga mbele. Mosi ni kuhakikisha hawapotezi mchezo kwa tofauti ya mabao ya kuanzia mabao mawili. Kwa lugha nyingine, Simba wakifungwa 2-1 wanasonga mbele, wakifungwa 3-2, 4-3 na kadhalika. Lakini pia Simba sare yoyote inawapeleka katika hatua ya fainali, kwa maana kwamba 1-1, 2-2, hata barren draw bila bado Simba watasonga mbele, lakini ushindi wowote utaifanya Simba isonge mbele kwa hatua ya fainali. Na hiyo ni kwa sababu gani? Ni kwamba kwa kanuni za CAF, shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, bao la ugenini lina nguvu sana. Sasa Stellenbosch leo hii licha ya kufungwa bao moja na Simba, lakini jambo kubwa ambalo wekundu wa Msimbazi Simba wamelifanikisha ni kuhakikisha wavu wao hauguswi. Kwa sababu hiyo Stellenbosch ndio watakokuwa na mzigo mkubwa katika mechi ya marudiano, wakitakiwa lazima washinde, tena ushindi wenyewe ni wa zaidi ya bao moja, kwa sababu nao wakishinda 1-0 kwa mfano, maana yake itakwenda kwenye mikwaju ya penalty. Penalty siku zote huwa hazina mwenyewe, lakini kama wanashinda kwa tofauti ya bao moja kama nilivyotoka kueleza awali, manake Simba watanufaika na hayo mabao ya ugenini au bao la ugenini na kwenda katika hatua ya fainali. Simba leo hii, kwa nini nimesema hawajajitendea haki? Ni kwamba Simba walikuwa wazuri karibu katika kila eneo uwanjani. Wakiwa chini ya kocha Faldu Davids, mfumo wao kwenye mpangilio wa kikosi ulionekana kwenye makaratasi kama kawaida. Baada ya golikipa Musa Pimpin Kamara, kulikuwa na walinzi 4, viungo 2 ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja ambaye alikuwa ni Lionel Ateba, alikuwa ni Steven Dese Mukwala alikuja kutoka katika kipindi cha pili na kuingia Lionel Ateba Mbida. Lakini kwenye walinzi 4 kama kawaida kulikuwa na Shomari Kapombe kulia, kushoto nahodha Mohamed Hussein Shabalala alikuja kutoka katika kipindi cha pili na kuingia Valentino Uma. Katikati kulikuwa na Abdurazak Hamza pamoja na Shamu Karabu aliyekuja kuumia na kulazimisha kocha Faldu Davids amfanye Yusuf Kagoma kurudi chini kama beki wa kati. Lakini katikati viungo wale ukabaji kulikuwa na Fabrice Luamba Ngoma na Yusuf Kagoma, wakati katika viungo 3 ushambuliaji kulia alikuwa ni Kibu Dennis Prosper, kushoto ni Eli Mpanzu Kibisawala, katikati Jasha Ahua aliyefunga bao pekee, lakini mshambuliaji kinara Steven Dese Mukwala. Stellenbosch kwenye makaratasi walionekana kana kwamba wamepanga baada ya golikipa ni 4-4-2. Mabadiliko kadhaa kwenye kikosi alikuwa ni pamoja na golikipa. Leo hii hakuanza na odha wao Sage Stephens, badala yake alianza Oscarin Masuluke. Lakini kwenye walinzi wao kama kawaida kulikuwepo na Kazi Godswill, mchezaji wa kimataifa kutoka Nigeria, alikuwepo Fawaz Basatien, katikati kulikuwepo na Tabo Moleisane pamoja na Ismail Olivier Toure kama kawaida yao. Lakini kwenye viungo wawili pale kati kwenye double pivot kwenye ile 4 viungo katikati wale kuwepo alikuwa ni pamoja na Sile Nduli, mfungaji wa bao pekee lilowafikisha nusu finali dhidi ya Zamalek wakati wanashinda 1-0. Hakuwa peke yake, alikuwa na Tato Kiba. Lakini kwenye viungo wa pembeni wa ushambuliaji kwa maana mawinga alikuwepo Devin Titus, lakini vile vile alikuwepo Lesiba Nku. Wakati kwenye eneo la ushambuliaji alikuwepo Andre Dijon, hakuwa peke yake, lakini nambari 10 alikuwa akicheza pamoja na Andre Dijon, mchezaji wa kimataifa kutoka New Zealand, alikuwa ni Ibrahim Jabbar, mchezaji wa kimataifa kutoka Nigeria. Mpaka mapumziko Simba walikuwa wamekamata mechi mwanzo mwisho, wakifika zaidi kwenye lango la Stellenbosch, kutengenezea nafasi na hatimaye wakapata bao walilostahili. Mpaka mapumziko Simba tayari walikuwa wameshapiga mashuti 12 kwenye lango la Stellenbosch, hali bao wakiwa wamepiga mashuti 2 tu. Mpaka mapumziko Simba kwenye mashuti 12, 3 walikuwa wamelenga lango, likiwa bao lilofungwa na Jasha Ahua kwa mkwaju uliotokana na free kick. Lakini wao Stellenbosch
Katika mashuti mawili waliopiga, moja ndo lilenga shabaha. Kipindi cha pili Simba ya kocha Fadlu Davis ambaye mpaka mapumziko alikuwa akimiliki mpira kwa wastani wa 65%. Kipindi cha pili kama ilivyotarajiwa kwa wale ambao wanafuatilia majadiliano yetu kupitia jukwaa hili la Mbwaduke Stats Sport Next Level, Fadlu Davis kwa kiasi fulani aliwaachia mpira Stellenbosch ili nao waweze kuja kwenye eneo lake, lakini wakati huo akifunga duka kuhakikisha walinzi wake, viungo wake wanaminya nafasi zote za Stellenbosch kuweza kuleta madhara. Ni katika nyakati ambazo Simba bado walitengeneza nafasi kadhaa za kufunga, kwa sababu ni wakati ambao Stellenbosch chini ya mwalimu Steve Barker kama kawaida yao walikuwa wanakuja kwa wingi katika eneo la Simba wakimiliki zaidi mpira, lakini matokeo yake wakawa wakitengeneza nafasi nyingi za Simba kuweza kufunga katika muda mfupi waliokuwa wakimiliki mpira. Matokeo yake ni nini? Kipindi cha pili chote Fadlu Davis akawa umiliki wa mpira ameuacha kwa Stellenbosch ambao walimiliki mpira kwa 51% dhidi ya 49 za Simba. Lakini kipindi ambacho Simba bado wakarejista, wakapiga mashuti mengi zaidi kulinganisha na Stellenbosch. Walipiga mashuti 9, lakini wakaongeza mashuti ya kulenga lango mawili, wakati Stellenbosch wao wakapiga mashuti 3, hakuna hata moja lililolenga shabaha. Mwisho wa mchezo ikawa Simba wamepiga mashuti 21, mashuti yaliyolenga shabaha yakiwa 5, Stellenbosch wakipiga mashuti 5, moja tu likilenga shabaha. Lakini umiliki wa mpira overall sasa kwa ujumla, kutokana na umiliki wa mpira wa Stellenbosch waliopata kipindi cha pili, ikiwa ni mpango mkakati wa Simba katika kutengeneza fursa, kuwafanya mabeki wa Stellenbosch na viungo wao kupanda walau, ili kutengeneza nafasi ambazo zilikuwa zikijaribu kutumiwa vyema na washambuliaji wake hasa wa pembeni kina Elie Mpanzu Kibisawala, Kibu Denis Prosper aliyekuja kutoka baadaye. Ni kwamba Simba wakawa wametengeneza nafasi za wazi za kufunga, ikiwamo nafasi iliyokosa kuelekea mwishoni mwa mchezo na Jasha Ahua, Simba wakiwa na wachezaji watatu karibu na lango la Stellenbosch. Jasha Ahua alikuwa shampiga chenga golikipa kwa maana ya huyu golikipa wa Stellenbosch Masuluke, lakini kwa mastajabu ya wengi akapiga mpira nje. Bila shaka Simba walistahili kupata ushindi zaidi, kwa sababu mwisho wa siku attempts walizofanya mara 21, mashuti 5 yakilenga lango, lakini haitoshi. Simba wali create big chances, tunasema nafasi kubwa za wazi za kufunga 6 dhidi ya nafasi 0 za Stellenbosch. Stellenbosch leo hii janja yao yote kucheza kijanja janja chini ya mwalimu Steve Barker alikuwa ameshikwa jumla katika mechi nzima, ambayo matokeo ya 1-0 pengine kwao itakuwa ni shukrani, kwa sababu walistahili kufungwa zaidi ya bao moja. Hata hivyo, swala pekee ambalo Simba wanapaswa kulifanyia kazi ni juu ya uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao. Leo hii Simba wameendeleza kile ambacho alishakionyesha katika mechi zilizopita, mechi 8, 6 za hatua ya makundi, 2 za robo finali walizocheza dhidi ya Al Masry. Kwa sababu kabla ya mechi ya leo Simba ilikuwa ndio timu imepiga mashuti mengi zaidi, imepiga mashuti 138, yaliyolenga lango yakiwa 39, wakiwa na mabao 10, huku wao wameruhusu mabao 6. Leo hii wamepiga mashuti 21 katika mechi moja. Mechi 2 zilizopita za robo finali dhidi ya Al Masry, Simba walipiga mashuti 42 katika mechi 2 kwa pamoja. Kule Misri mashuti 18, kwa Mkapa mashuti 24, 14 yakawa yamelenga lango, lakini wakalazimika kusonga mbele kwa mikwaju ya penalty. Na mechi hii pia leo Simba walijipotezea nafasi nyingi za kufunga. Matokeo yake mpaka sasa Simba mashuti iliyopiga dhidi ya wapinzani 138 hapo kabla, jumlisha mashuti 21 ya leo hii, maana yake Simba wamepiga mashuti 159, lakini mabao waliofunga mpaka sasa 11. Uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ni 6.9%, around 7%. Hili ni eneo ambalo bila shaka kocha Fadlu Davis na wachezaji wake wote, hasa wanaohusika katika washambuliaji vinara Lionel Ateba Mbida, Steven Dese Mukwala, lakini wanaotokea pembeni Elie Mpanzu Kibisawala pamoja na Kibu Denis Prosper na pamoja na Jasha Ahua, lazima waboreshe katika eneo la utulivu, kuweka mpira wavuni, kwa sababu Simba unaweza kusema hawajitendei haki. Wanatengeneza nafasi nyingi za wazi, wanacheza mpira mzuri sana. Kuna kipindi waliofanya leo hii Stellenbosch wawe katika wakati mgumu, washindwe hata wafanye nini kwenye eneo lao. Tunasema ile kuwafanya wapinzani wawe under the cosh. Simba waliofanya Stellenbosch wacheze under the cosh, yani kana kwamba umefunikwa na blanketi usiweze kupumua, lakini mwisho wa siku wanashinda 1-0. Ni matumaini kwamba kwenye mechi ya marudiano eneo hilo wataliboresha, lakini kumbukwe, muhimu kuliko yote, pamoja na kasoro hii ya kutotumia nafasi vizuri, lakini bado Simba wamepata ushindi bao 1-0 ambao unawafanya katika mechi ya marudiano wapate sare yoyote ili wasonge mbele,
wakifungwa kwa tofauti ya bao moja wanasonga mbele. Je, itakuwa vipi? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye.